Wewe ndio mtu ambaye unaniharibia dadangu, si ndio? Joel, unaweza ukaniambia umekuja kufanya nini hapa? Najua nimefanya makosa, lakini nimejitahidi sana kutafuta, lakini sikupati. Unaweza kuniambia kwa nini haupatikani? Ndiyo, naweza nikakwambia, lakini sio salama sana kwa wewe kubaki hapa, na sababu inaonifanya mimi nisionane naye mara kwa mara. Kakaangu ananibania sana, na hata alikuta wewe itakuwa ni hatari kwako. Basi sawa, mimi nahitaji kuongea na wewe. Sawa, tunaweza tukakutana maeneo mengine tofauti na hapa, maana kwako wewe kubaki hapa ni hatari sana kwako. Kwa hiyo angalia sehemu nyingine ambayo tunaweza tukakutana baadaye. Joeli, unajua nakupenda sana. Lakini sasa ugumu ni kwamba kakangu ananichunga sana, na hii inanifanya hadi nakosa uhuru wa kuwa na yule mpenzi wangu. Sasa sijui unanishauri nini, maana hapa tasiri kabisa. Tina, natamani nifanye kitu kwa ajili yako, lakini nashindwa nianzie wapi. Lakini nikuahidi tu kitu kimoja, mimi nakupenda na sitokuacha. Tina, unaweza kuniambia huyu ni nani? Na wewe unafanya nini na dadangu hapa? Hii tabia ya kuwa na vijana nishakuonya mara ngapi? Hapana, ila huyu hapa ni rafiki yangu tu. Ni rafiki yako, si ndio? Kwa hiyo wewe ndio mtu ambaye unaniharibia dadangu, si ndio?
Usiogope tu, mimi bado naumwa. Maana mwili wangu bado sioni kama kuna afadhali. Da, pole sana mpenzi wangu. Kaka. Usijali, yeye ni dada yangu tu. Kaka, nini maana ya mapenzi? Au nini maana ya upendo? Nakuuliza tena, nini maana ya mapenzi? Au nini maana ya upendo? Muda sio mrefu umetoka kunipiga mimi na mpenzi wangu. Wewe unajua uliosimama naye hapo ni nani? Kakake unamfahamu? Mimi nilikuwa nakuonya tu, kwa sababu sitaki mahusiano ambayo yatakuletea wewe hasara. Mimi ni mtu mzima, alafu bado nyinyi ni watoto wadogo sana. Nikiangalia hamjafikia hata kiwango cha kusema kwamba muoane. Hamjafikia kabisa. At least mimi na mwenzangu hapa muda si mrefu tunaweza kuwa mtu na mume wake au mtu na mke wake. Mahusiano ambayo unaanzisha kwa sasa, unahisi atazaa nini mbeleni? Kaka, mimi sio mtoto mdogo kusema kwamba siwezi nikalitambua ili baya au zuri. Ulimpiga Joel mpaka ukamuumiza. Kisa ana mahusiano na mimi. Unajua uliosimama naye hapo ni dadake na nani? Sijui. Kwani vipi? Kwa taarifa fupi ni kwamba aliyoko pembeni yako hapo ni dadake na Joel. Vipi na yeye kufanyia kama ulichofanyia kule? Itakuwa sahihi kaka? Sikiliza kakangu, nikwambie kitu. Kama jinsi inavyokuuma kwa dadako kusimama na mwanaume mwingine, ndivyo hivyo hivyo inavyouma kwa dada wengine. Alafu kingine, kaka, umekuwa na mimi nimekuwa. Hatupaswi kuishi kama maadui. Wewe ndio ulitakiwa uwe mstari wa mbele kunifundisha mimi mahusiano yaliyo bora, na sio kwanza kunipiga mimi kama mtoto mdogo. Alafu kingine, ulichonifanyia mimi na mpenzi wangu, vipi kama nawe kufanyia na mpenzi wako? Itakuwa sawa? Ninachokifanya mimi hapa na Joel, pia hata wewe kakangu unakifanya kwa wadada wengine. Inaonekana dada yako ana thamani sana kuliko madada wengine ambao unawachezea kwenye mahusiano, unawagaragaza, unawaliza unavyotaka wewe.